kwa kuendelea kuwaomba Wazanzibari wote, wazee, hususan mashehe, viongozi wote wa dini, wanajamii, wapenda maendeleo, kwa umoja kuwatakia kila la kheri wanafunzi wetu wa kidato cha 4 ambao wanatarajiwa kufanya mitihani ya taifa kesho kutwa Jumatatu tarehe 17 Novemba. Kwa upande wa Pemba tunatarajia kwa wanafunzi wastani 8,600. Kati yao wanafunzi 8,000 na kidogo ni wanafunzi wa school candidates, na wanafunzi 600 na kama 26 ni wanafunzi wa privates. Kwa mwaka huu wa 2025 mkoa wa Kaskazini ndio wana wanafunzi wengi zaidi kama 1000 na kidogo, lakini mkoa wa Kusini pia sio wachache sana, ni wanafunzi 3333. Kipindi hichi tunachokwenda nacho wanafunzi wa private wanaendelea kupungua kidogo, idadi yao sio kubwa sana kwa sababu wanafunzi wengi wanafanya vizuri katika mitihani yao wakiwa school candidate, lakini wachache kama 10% ambayo inaanguka, wengi wao wanajiunga na vituo vya mali. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwaomba wazazi, walezi na jamii kwa jumla, kuanzia Jumatatu, kwanza tuwatakie kheri wanafunzi wetu hawa, lakini pili tuwape support. Tutawakuta barabarani wengine wakitafuta usafiri, hali za hewa, mvua za vuli zinazoendelea kunyesha. Kwa hivyo tuwape support watoto wetu ili wafike kwenye vituo vyao vya mitihani kwa wakati. Lakini nitoe wito kwa wale ambao watawapakia katika vyombo mbalimbali vya moto, waende taratibu. Tujitahidi sana kupunguza ile tunasema uendeshaji usio kwa makini. Wakati wote ajali ni tatizo, lakini tunapopata ajali, tukapata taarifa mwanafunzi wetu kupata ajali wakati anakwenda kwenye mitihani yake, kwa kweli ni tatizo mara nyingi zaidi, kwa sababu yeye atakuwa ameathirika, lakini pia na sisi kama wizara tumeathirika na sio matarajio yetu. Kwa hivyo nitoe wito kwa waendesha vyombo vya moto na visivyokuwa vyombo vya moto, tuwe waangalifu sana katika kipindi hichi, ili wanafunzi wetu hawa tuhakikishe tumewasafirisha salama na wamepata kufanya mitihani ya taifa. Tuna baadhi ya skuli zetu zipo katika jamii, zinaingiliana na harakati mbalimbali za maisha ya wananchi kutokana na ujenzi, harakati za maisha, biashara. Kwa hivyo niwaombe sana wazazi ambao wamewekeza, wanatafuta riski karibu na majengo yetu ya shule ambayo kipindi hichi yatatumika kama vituo vya mitihani ya taifa, watupe mashirikiano. Tunaomba sana utulivu hasa wakati mitihani ikiendelea, ili kuwapa watoto wetu mazingira rafiki ya kufanya mitihani yao kwa usalama zaidi. Lakini baadhi ya wazazi wanawapa majukumu mbalimbali watoto wetu, hasa wasichana. Kipindi hicho wajitahidi sana wazazi, wape kidogo ahueni kubwa sana, kwa sababu mitihani kawaida wanafanya pepa 2 kwa siku. Kwa hakika inachosha sana. Wanaporudi watoto wanahitaji kupumzika. Lakini pia ni waombe sana walimu, wakuu wa vituo, supervisors, invigilators, wenzetu wanahusika na ulinzi na usalama wa mitihani, wafanye kazi kwa uadilifu sana, kwa mashirikiano ya pamoja, wasimamie kazi hii, kwa sababu hatutarajii hata kidogo kupata kesi za udanganyifu. Kwa hiyo ni waombe sana wanafunzi, kwanza msijihusishe na mambo ya udanganyifu hata kidogo, ni tatizo. Lakini pia uongozi wa skuli naziomba sana kwa namna yoyote wasijihusishe na mambo haya ya udanganyifu, na pale ambapo watatokea watu wajihusishe na mambo hayo, mamlaka inahusika na uendeshaji na usimamizi wa mitihani ya taifa hawatosita kuchukua hatua kali. Kwa hivyo tunatamani tuone kwamba mtihani unaendeshwa kwa usalama na kwa mujibu wa kanuni za mitihani ambazo zimetolewa na Baraza letu la Mitihani la Tanzania, NECTA. Pia ni watake wasimamizi wa shule mbalimbali, hasa katika mitihani, wale ambao wanafanya mitihani ya science ya practicals, kuhakikisha vifaa vyote stahiki na stationery husika zote zinakuwa kwa wakati. Baadhi tunapata taarifa ambazo sio nzuri za uwepo wa upungufu wa vifaa. Sasa hivi Wizara ya Elimu sisi tumeshapeleka vifaa vya kutosha, lakini na mashuleni kule kuna vifaa vya kutosha. Naomba sana wale lab technicians, lakini zaidi walimu wakuu
wajitahidi sana kuhakikisha ile arrangement ya vifaa husika inapatikana. Nasema haya, tunachotaka ni kwamba watoto wetu wafanye mitihani kwa utulivu sana. Tuna majengo mbalimbali huko tumejenga mapya, mengine hatujazindua, lakini pale mwalimu mkuu atakapoona kuna haja ya kutumika majengo haya, basi ruhusa tunaitoa, utaratibu ufuatwe, ili mradi watoto wetu wafanye mitihani mazingira rafiki, hasa tukiangalia kuna kipindi hichi cha mvua za vuli. Na nitoe wito, isitokee skuli yoyote kwa namna yoyote ikafanya mitihani katika madarasa machakavu au wanafunzi kuwekwa chini. Tuna furniture za kutosha kabisa. Kwa hivyo kama skuli mwalimu mkuu anajihisi hazitoshi, atoe taarifa haraka sana, lakini sitegemee kabisa kuwepo kwa changamoto hiyo. Kwa hivyo la msingi, tunamuomba Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwaombea watoto wetu wafanye mitihani yao kwa usalama, ili mwisho wa siku waweze kufanya vizuri, waendelee na masomo yao hatua ya pili. Kwa hivyo na hapa nimalizie kwa kuzitaka kamati za mitihani ya taifa, kamati za mitihani ya NECTA au mitihani ya taifa za wilaya na mikoa kuhakikisha wanaisafirisha mitihani kwa mujibu wa utaratibu, kwa mujibu wa maelekezo na miongozo ambayo wamepewa na baraza la mitihani, ikiwa ni pamoja na kujali wakati sambamba na uimara strong rooms. Na yasema haya yote nia na madhumuni ni kuhakikisha usalama wa mitihani, uadilifu wakati mitihani ikiendelea, na umakini wakati wa usimamizi wenyewe. Wanafunzi wawe na amani ili wafanye vizuri. Hatuna shaka yoyote walimu wamefanya kazi nzuri, na tuna imani division 1 zitaongezeka, division 2 zitaongezeka, division 3 zitapungua kidogo, division 4 zitaondoka kabisa, na 0 itaondoka kabisa.